Leo naenda kukuonyesha jinsi ambavyo AI imekuja kuharibu kazi za watu, jinsi ambavyo imewafanya watu wengi wamerudi nyuma, yani wame give up. Yani watu wengi jinsi wamevyo give up kupitia AI. Naomba leo nikuelekeze kitu ambacho hata wewe ukitoka hapa inatakiwa ukajirekebishe, ili mradi AI isiendelee kufanyeje, isiendelee kuharibu kazi yako. AI tulizungumzia mwanzo katika vipindi ambavyo vimepita, jinsi ambavyo inaweza ikaathiri kazi za watu, inaweza ikachukua kazi za watu. Sasa leo tunaenda kuelezea namna ambavyo sasa mpaka sasa hivi ni muda mchache tu ambao mpaka sasa hivi umepita, lakini kuna asilimia kubwa sana ambayo imeshatokea, watu ikionekana watu tayari wameshaanza kupoteza kupoteza kazi yao, au wengine wameanza ku give up kwenye project ambazo tayari walikuwa wameshazianza, lakini AI imevyoingia zile project zote zimekufa na zingine wamesitisha kabisa, hawawezi kuendelea. So kama bado hujasubscribe, hebu fanye subscribe ili twende leo darasani nikakufundishe kitu ambacho hakika ukitoka hapa utakuwa umefunguka kiakili na kiujanja zaidi. Pia utaenda kufanyia marekebisho baadhi ya vitu vyako ambavyo tayari ulishakuwa unavifanya hapo mwanzo, na sasa hivi AI ilivyoingia tayari project zako ulikuwa umeshazistopisha na zingine kuna mpango kabisa wa kuziacha na kuzitelekeza. So karibu, hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha rahisi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Sasa naomba niwaambie kwamba asilimia kubwa sasa hivi kila system inatumia AI. Kila kampuni sasa hivi inatumia AI. Kampuni ambayo haitumii AI, rafiki yangu, ni chache sana, na pia hata kama ni chache sana pia ni kwamba ziko nyuma, kwa sababu sasa hivi kila mtu anahitaji kurahisisha maisha. Kila mtu anahitaji arahisishe ule wakati wa kusema kwamba mtu afanye kitu kwa ugumu, wakati kuna sehemu ambapo mtu anaweza akakipata kwa urahisi, umeshaishi. Kwa hiyo inatakiwa tujue kwamba sasa hivi kila binadamu anahitaji kupata vitu ambavyo ni rahisi. Mtu anacheza na muda, cheza na time kwa niaba ya kufanyeje, ya kufanikisha mambo yake kwa haraka zaidi, na hiyo suluhisho lake itakuwa ni kwenye artificial intelligence au akili bandia, AI. Okay? Sasa imewaathiri vipi sasa hii AI? Imewaathiri vipi sasa watu wengi ambao kiasi kwamba walikuwa yani kama vile imewashtukiza, japo ni jambo ambalo lilikuwepo lakini walikuwa hawajalitilia manani, lakini limewashtukiza na sasa hivi wameanza kuathirika. Okay? So sasa naomba kwanza tuanze kabisa na wanafunzi huko mavioni. Okay? Mimi nina wadogo zangu wengi sana walioko huko chuoni wanaosomea IT. So wengi wao sasa hivi yani tuseme wamefanyeje, wamepigwa na bumbuwazi kutokana na nini? Na AI. Okay? AI imewaathiri kwa namna gani? AI imewaathiri kwa namna hii hapa. Madogo walikuwa wanawaza kutengeneza mifumo yao. Umeona? Sasa wakati wanawaza kutengeneza mifumo yao, ambao jinsi ule mfumo wewe unaweza ukakuchukua sasa ni zaidi ya semester moja, unaweza ukawa unasomea mfumo mmoja. Okay? Unaweza ukawa unasomea mfumo mmoja na hiyo semester haiwezi kukamilisha. Umeona? Kama kichwa yako hakija focus sana, kwa hiyo semester inaweza ikapita, alafu pia hata ile project yako kwa haujaifanikisha. So sasa madogo wameathirika kwa namna gani? Madogo wameathirika kwa sababu unakuta ile system mtu alikuwa labda yuko mwaka wa pili. Kama yuko mwaka wa pili anaisomea hiyo, manake imefikia stage hata kuikamilisha au kuintroduce kwa watu, kuonyesha kwamba mimi nilichokifanya ni hiki hapa, ili na yeye labda aone utofauti utokee. Hiyo inampelekea akishaona artificial intelligence imekuja, na kama unavyojua
AI ni kwamba ni kitu ambacho kama nilipokuambia mwanzoni hapo, ni kitu ambacho kinarahisisha. Kila mtu anapenda urahisi, kwa hiyo kitu kinarahisisha. Sasa mfumo wa AI umevyokuja, imemfanya dogo au mtu ambaye yuko chuoni kule, ambaye anapambania project yake ya labda ya karibia, ameshaipambania zaidi ya mwaka mzima hiyo project moja, lakini imekuja artificial intelligence AI inafanya kwa dakika chache, au kwa masaa machache tu tayari inakuwa imefanyaje, imefanikisha kitu ambacho wengine wamekipambania zaidi ya mwaka mzima, lakini AI inakuja kufanya ndani ya siku moja. Just imagine, lazima iume na lazima ikukatishe tamaa sana. Okay? Sasa vijana wengi wameingia kwenye hiyo bumbuwazi kutokana na nini? Na huu mfumo wa AI ulivyokuja. Hakika lazima hata kama ni wewe uingie kwenye wasiwasi mkubwa sana kiasi kwamba unashindwa ushike wapi, ushike sehemu gani. Kwa hiyo hii imewapelekea vijana wengi au wanafunzi wengi kukata tamaa huko mavioni, wameshindwa wafanye kitu gani. Yaani wanakaa wanawaza, hawaelewi hata washike nini, kwa sababu kila wanapogusa AI tayari imeshasimama, kila wanapogusa AI imeshasimama. Okay? So sasa hii imewafanya mpaka wamekuwa hawana mawazo ya kufikiria mengi makubwa, wakifikiria kwamba mbona kila ninachokiwaza ambacho mimi ninakiwaza labda ninakiplani kwa muda fulani, alafu AI inaweza kutengeneza kwa muda mfupi tu. Okay? Sasa hiyo imepelekea watu wengi wamekata tamaa kutokana na nini? Na jinsi ambavyo AI imefanyeje, imekuja kurahisisha mambo. Lakini sasa naomba nikutoe hofu kwamba AI sio suluhisho ya kila kitu ambacho kinachotakiwa kwa binadamu au kwenye ya IT. AI sio kila kitu ambacho kitafanyaje, kitakava. Na sasa ufanye nini? Sasa swali ni kwamba ufanye nini ili mradi uepukane na hili jambo, au wewe mwenyewe, lakini sasa utengeneze system yako ambayo na wewe utalikava, utacooperate pia na nini, na AI. Okay? Sasa ngoja nikwambie kitu. Sasa hivi kuna wanafunzi wengi ambao mpaka sasa hivi hawajaanza kusomea huo mfumo wa AI. Yaani sasa hivi ukitathmini, labda mtu ambao mpaka sasa hivi labda tuseme anasomea AI ni yule ambao mpaka sasa hivi labda yuko kwenye mwaka wa mwisho. Kwa ukiangalia, kwa sababu ya kitu kimoja, AI imeanza kufanyaje, kutambulika kwa hii miaka ya karibuni. Sasa unajua miaka hii mingine toka mwaka labda 2020 ilikuwepo, lakini baadhi ya watu walikuwa hawajaitilia maanani sana. Alafu pia hata vioni ilikuwa bado haijatiliwa maanani sana kusema ifundishwe zaidi, kwa sababu ilikuwa bado kama inafanywa test tu. Alafu pia wengine kwa nchi zetu za Afrika, kuna watu wengi walikuwa wanaona tu ni kajambo kadogo ambako katakuja kanapita tu. Okay? Hawakujua kwamba AI itakuja kufikia kama hapa ilipofikia, kwamba inaweza ikaathiri baadhi ya vitu, baadhi ya vijana wanaweza wakaathirika. So walikuwa hawaelewi, na ndio maana mifumo mingi ya AI ilikuwa haijatiliwa maanani kufundishwa huko shuleni. Okay? Mavioni. Sasa imekuja kutaharuki sasa hivi, ambapo kitathmini kwa kipindi cha hivi kama miaka mitatu hivi, labda kidogo wale wanafunzi ambao walikuwa wanaenda kumaliza wale wanavyuo ambao walikuwa wanaenda kumalizia kidogo, watakuwa waligusagusa kidogo kupitia nini, kuisomea nini, artificial intelligence. Okay? Lakini wengi wao wamekuja kutaharuki sasa hivi kati ya mwaka 2025 na 26. Okay? Ndio wameanza kutaharuki. Ukitathmini pia tangia 2025 ilivyoanza, kusema ukweli, kuna mapinduzi makubwa sana yametokea kupitia AI. Mapinduzi ni makubwa sana yametokea kwenye AI. Hii imepelekea mpaka kila mtu amekuwa muoga. Yaani kila mtu ambaye anasomea system artificial intelligence imemwopesha. Yaani amekuwa ni muoga sana, mpaka amekuwa
anajisemea mwenyewe, nifanye kitu gani, nifanye nini? Okay, haya maswali kila mtu amekuwa nayo haya maswali. Kutokana na nini? Kutokana na jinsi ambavyo AI sasa hivi imetamba sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa hivi kila kampuni inamiliki artificial intelligence. Kila kampuni imeanza kumiliki artificial intelligence. Kwa hiyo sasa kama imeweza kuincorporate na artificial intelligence, kwa kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo vilikuwa vinahitaji msomi, lakini sasa hivi vinafanyika na AI. Okay? Kwa hiyo ile nafasi ambayo ya yule msomi ambayo ilikuwa sio nafasi, labda yani kama wewe mfano kwenye sekta ambayo ulikuwepo wewe, haukuwa na impact kubwa sana, yani haukuwa unahitajika sana kwenye hiyo sekta, rafiki yangu, hapo tayari kazi umeshaipoteza kwa sababu ya kitu kimoja. Kama ulikuwa hauna kitu ambacho ni cha upekee kabisa, natural, kama ulikuwa hauna hicho kitu, ajira kwako hiyo umeshaipoteza, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo artificial inatengeneza ambavyo wewe ungefanyaje? Ungetengeneza. Lakini sasa vimechukuliwa na nani? Na AI. So sasa naomba niwaambie kwamba mpaka sasa hivi jinsi ambavyo imefikia sasa hivi kwenye mfumo, kwanza kabisa AI isikutishe chochote. Okay? Isikutishe chochote na usirudi nyuma kwenye project zako ambazo ulikuwa unazifanya. Okay? Naomba nikwambie AI isikufanye urudi nyuma, uache zile project ambazo ulikuwa unazifanya hapo awali na uziache. Au project yako ambayo ulikuwa unaiandaa ili uifanye, rafiki yangu, inatakiwa uendelee kuifanya, lakini sasa itabidi uifanye kwa utofauti. Uifanye kwa utofauti ambao itatofautiana kabisa, ambao wewe itakuweka kwenye natural. Mpaka sasa hivi tunapozungumzia AI ni system ambayo imetengenezwa. Okay? AI ni system ambayo imetengenezwa. Sasa kama ni system ambayo imetengenezwa, maana yake hata wewe mwenyewe mwenye mifumo unayotengeneza mifumo unaweza ukafanya hivyo, unaweza ukaitengeneza. Sasa kitu ambacho unatakiwa ukifanya, kwanza kabisa inatakiwa na wewe mwenyewe ukooperate kupitia AI. Inatakiwa ukooperate kupitia AI kwa sababu ya kitu kimoja. Usipo cooperate kupitia AI, ule mfumo hautaweza kujitofautisha na mfumo wa AI, au hautaweza kujitofautisha na kitu ambacho mtu anaweza kukiuliza kwenye AI akakipata au akatengenezewa na AI. Okay? Sasa inatakiwa utengeneze namna ambavyo wewe utakuwa wa pekee kutengeneza kile kitu ambacho hata kama mtu akikihitaji ajue anakipata sehemu gani. Kama hivi tunavyoona sasa hivi tools nyingi za AI, kila tools ina kazi yake. Okay? Kila tools ina kazi yake. Unaona, kuna ChatGPT ina kazi yake, Gemini ina kazi yake, Claude ina kazi yake, na nyingine nyingi sana zina kazi yake. Kila moja inakuwa na kazi yake. Kuna zingine ambazo zinatengeneza website, zinatengeneza coding, zinatengeneza app. So ni nyingi sana zinazofanyaje, zinazotengeneza na zinakuwa ni tofauti na kazi yake. Sasa wewe utatengeneza kitu gani ambacho pia na wewe utatofautishwa na watu wengine? Kwamba mfano labda mimi nahitaji kutengeneza labda website ya namna fulani, au nahitaji kutengeneza app iwe ya namna fulani, au app ya vitu fulani. Je, sasa mtu ambaye anahitaji hiyo app anahitaji amtafute nani sasa ili amtengenezee? Kwa sababu sasa hivi jinsi ambavyo nimevyoona, inafikia stage hata wewe ambao ni developer, inafikia stage hautahitaji tena ajira. Kikubwa inatakiwa uwe na system tu, uwe na mfumo. Kwa hiyo ukiwa na mfumo hautahitaji tena ajira. Wewe utatengeneza namna ya kwamba hata mtu akihitaji kitu, ili akipate lazima akulipe. Akisha kulipa ndo atengeneze kile kitu ambacho anakitaka kupitia mfumo wake wa AI. Kama ilivyo sasa hivi
kwenye ChatGPT, Gemini na sehemu nyingine yote. Ukitaka kutengeneza, let's say unataka kutengeneza video au picha kali, au unataka kutengeneza nini, au unataka research ya ndani zaidi, manake lazima ulipie vile. Kuna package pale, zile package unakuwa unazilipia. Kwa mtu anataka package hii hapa, anataka package hii, anataka package hii, inakuwa inarahisisha pia. Alafu hauna haja ya kusema utafute mtu eti aje anunue mfumo wako. Hapana, hakuna mtu ambaye unahitaji umtafute anunue mfumo wako. Hapana, kwa sababu kitakachomvuta mtu aje kwenye mfumo wako ni uhitaji wake. Anahitaji nini? Anahitaji kutengeneza website nzuri. Anahitaji nini? Anahitaji kutengeneza app nzuri. Anahitaji nini? Anahitaji matokeo mazuri. Anafanyaje? Anamtafuta nani? Anamtafuta sasa ni wewe sasa, ambao tayari una mfumo ambao umejitofautisha na watu wengine, ndio anaweza akakutafuta ili mradi akakulipa. Atakulipaje? Atakulipa kutokana na vile vifurushi ambavyo tayari unakuwa umetengeneza, kama jinsi vilivyo hizi tools zingine ambazo zina package. Zile package zile ndio vifurushi vyenyewe ambavyo mtu anakuwa anakulipa. Kwa hiyo hauna haja hata ya kusema tafuta. Hapana, yeye sasa kutokana na kitu ambacho anakihitaji na labda amefanya research zake, amegundua mfumo wako ndio unatengeneza hicho kitu. Kwa hiyo tayari hapo unakuwa umejitofautisha na watu wengine, halafu matokeo unaanza kupata wewe mwenyewe. Kwa kitu cha msingi ambacho mimi na msingi developer yoyote na mtu ambaye yuko chuoni sasa hivi anasomea IT, kwanza kabisa inatakiwa ujue artificial intelligence kiundani zaidi, ujue API zake kiundani. Yaani inatakiwa ujue kiundani zaidi. Kwa sababu gani? Kama utaijua kiundani zaidi, maana yake hapo ndio utaweza kutengeneza mfumo wako ambao unautengeneza kwa kutumia mikono. Baadaye sasa utakuja ukopaleti, kwa sababu unakuwa tayari unajua AI, artificial intelligence, unakuwa unaifahamu. Kwa hiyo unakuja unakopaleti vitu vyote, unakopaleti ni AI. Kisha bandika pale tayari. Ule ujuzi wako ambao tayari uko nao, ule ujuzi wako fika kwenye AI ili mradi utengeneze urahisi hapo. Okay. Sasa kitu gani kingine sasa ambacho pia watu wanafanyaje, wanaona kama nafasi ya binadamu imeondoka kupitia AI? So naomba nikwambie kwamba nafasi ya binadamu bado itaendelea kuwepo kwa sababu ya kitu kimoja. Kweli artificial intelligence inaweza baadhi ya vitu vingi, na sasa hivi tunaweza tukasema yani karibia asilimia 80 AI inafanya baadhi ya vitu. 20% tu ni muda mfupi tu, yani ukitasimamia hapa ni muda mfupi tu umepita, lakini inakadiriwa kati ya 80% iko tegemezi sana na AI. Imekuwa tegemezi sana na binadamu. Kwa sababu gani? Unajua, haijalishi ni nchi gani, lakini kiuhalisia binadamu wengi tunapenda kutafuniwa. Sio kutafuna, tunapenda kutafuniwa. Sasa sisi kubaki tunafanyaje? Tunameza. Kwamba wazalishaji ni wachache, lakini wahitaji au walaji ni wengi sana. Okay? Sasa hiyo itakupa picha kwamba bado kuna demandi kubwa. Sasa wewe unafanyaje? Kikubwa inatakiwa usikate tamaa kwenye project yako ambayo ulikuwa unaifanya, na tena endelea kuikazia hiyo project yako. AI haitaweza kitu chochote, yani haitaweza vitu vyote. Kuna sehemu utahitajika nini? Utahitajika binadamu ambapo atarecover hiyo sehemu. Kwa hiyo usije uka give up kwenye project yako.